Huku ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametia saini agizo la kupunguza, hebu isikie vizuri, vikwazo vya bangi nchini Marekani. Ametoa amri kuu ya kuainisha tena bangi kama dawa isiyo hatari sana. Unaonaje ikija kwenye moja kati ya nchi ya Afrika? Hem, tumsikize mwanahabari wetu Frank Kashonde akiwa na habari hiyo ya masuala ya bangi kuhalalishwa tena huko Marekani. Agizo hilo linamtaka wakili mkuu kuharakisha mchakato wa kuainisha upya bangi kuwa dawa isiyo hatari sana. Likiwa litatekelezwa, mmea huu wenye athari za akili utaorodheshwa pamoja na dawa za kawaida za maumivu, ketamine na testosterone kama dawa isiyo hatari sana. Hatua hii ni mabadiliko makubwa zaidi katika udhibiti wa bangi katika zaidi ya miaka 50 nchini Marekani, ila serikali kuu haijahalalisha dawa hiyo kwa matumizi ya burudani. Agizo linaainisha upya bangi kutoka kiwango cha kwanza hadi cha 3, ambapo dawa za viwango hivyo zinadhibitiwa kwa matumizi halali ya matibabu, huku rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kwamba hilo litaruhusu utafiti zaidi kuhusu dawa hiyo. Majimbo mengi ya Marekani tayari yamehalalisha bangi. Kiongozi wa Democratic katika Senate Chuck Schumer alikubaliana na hatua hiyo, huku baadhi ya wanasheria wa chama cha Republican na Trump wakilaumu uamuzi huo. Mapendekezo yanahitajika kupitiwa upya na utawala wa utekelezaji wa dawa za kulevya. Na vurugu zimezuka nchini Bangladesh kufuatia kifo cha Sharifa Osman Hadi, kiongozi maarufu wa harakati za vijana zilizomtoa madarakani waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina. Hadi alipigwa risasi na washambuliaji waliovaa barakoa alipokuwa akitoka msikitini mjini Dhaka wiki iliyopita, na alifariki kutokana na majeraha Alhamisi Disemba 19 mwaka 2025 akiendelea kupata matibabu huko Singapore. Shambulio hilo lilitokea siku moja baada ya mamlaka za Bangladesh kutangaza tarehe ya uchaguzi wa kwanza tangu mapinduzi ya mwaka 2024, ambapo Hadi alikuwa anapanga kushiriki uchaguzi huo kama mgombea huru. Baada ya kusambaa kwa habari za kifo chake, mamia ya wafuasi wake walikusanyika katika uwanja uliopo mji mkuu kuandamana, na baadaye waandamanaji waliharibu ofisi za magazeti maarufu ya Bangladesh, The Daily Star na Proton Alo, huku jengo moja likichomwa moto. Ni kwamba vikosi vya usalama vilitumwa eneo hilo, huku wafanyakazi wa zimamoto wakiokoa waandishi wa habari waliokuwa wamefungwa ndani ya jengo hilo. Hadi mwenye umri wa miaka 32 alikuwa kiongozi mkuu wa kundi la maandamano ya wanafunzi la Hijab na alikuwa mkosoaji makini wa India, ambako Hasina bado yupo uhamishoni kwa hiari yake. Vyama vya siasa vya Bangladesh vimeomboleza kifo chake na kuwataka wanasiasa wa mpito kuwakamata na kuwapeleka wahalifu wote mahakamani. Frank Kashonde, EATV. Of course, wakati issue ya bangi ikiendelea pale Marekani, nitataka vivyo uniambie kama itaruhusiwa, kwa mfano kama hapa nchini kwetu, wewe utapata mtazamo gani hasa? Unaweza kaniandikia ili tujue, lakini ninachofahamu, endapo tutaruhusu, unaweza kaenda zako pale Makumbusho kupanda daladala, ukashtukia abiria wote wanapiga vigelegele bila